Praise the name of the living God. Paul alisema in the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 9 and verse 10. 1 Corinthians anasema, for I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Verse 10. But by the grace of God I am what I am, and his grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Paul anasema ya kwamba I am the least of the apostles. Na anasema I don't even qualify to be called one. Lakini anasema but by the grace of God I am what I am. Wapendwa, lazima tujue hii kazi tumeitiwa. It is by grace. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na anasema ya kwamba I labored abundantly than they all. Even though I labor, hata kama nafunga, naomba, naubiri, it is not I. It is the grace of God that is upon my life that enables me to do what I am doing. Praise the name of the living God. Hallelujah. Tambua neema ya Mungu juu ya maisha yako na umwambie Bwana, kuanzia siku ya leo ni kwa neema. Praise the name of the living God. Ni kwa neema. Paul anasema ya kwamba I don't even qualify to be an apostle. That is why grace ikija juu ya maisha ya mtu, katikati ya watu wawili, kile ambacho huleta tofauti, it's not qualifications. It is a grace. Mtu mmoja anaweza kuwa na neema nyingi na mwingine awe ako overqualified lakini hana neema. Yule ako na neema atatumika kufanya kazi kubwa ya Mungu, kwa sababu kazi ya Mungu inafanywa kwa neema. Sisemi tusiende shule tusome, sisemi tusiweke bidii kustudy, lakini nilisema kwamba what do you prioritize, ndizi ama ni pesa? Si afadhali pesa kwa sababu utanunua ndizi. Praise the name of the living God. Kwa hivyo mimi nikiwekewa pesa hapa na ndizi, nikiwekewa neema hapa na qualification, mimi nitasema usinipatie hiyo doctorate, nipatie neema. Praise the name of the living God. Kwa sababu nikibeba neema, nitafanya kazi kubwa ya Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. I remember so many years back before I left to go to Nakuru, nilikuwa na challenges katika ministry nilikuwa naongoza hapa Nairobi, na nikadecide ya kwamba sasa lazima niende Bible school. Nikatafuta Bible school Mombasa, Bungoma, wapi, and I landed one in Mombasa Road. Ilikuwa inaitwa University of Nations. Na nikachukua School of Biblical Studies na nikasoma. Mimi nilikuwa napenda maombi, I would wake up at 5 pray, and one morning nikiomba, Mungu akaniuliza na Kikuyu. Mungu anajua Kikuyu. Akaniuliza, no wagotobile huko, nani alikutuma hapa? Sasa singesema nani alinituma, lakini nikamwambia Mungu, nilikuja kusoma ndio niwe effective katika kazi yako. Mungu akaniambia, rudi kwa shule yako. Rudi kwa shule yako. Praise the name of the living God. I'm not demeaning education, but I'm saying there is a way God works, and we must understand it, because the Bible says that you have to study diligently. Praise the name of the living God. But there is a way God works. So ilibidi nitoke shule nirudi kwa shule ya Mungu. So unaweza kumaliza shule hizi zingine, lakini ya Mungu haukumaliza. Ulitoroka. Kuna shida ulitorokea. Kuna mambo mazito ambao ulitorokea, ikabidi nirudi. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kwa sababu afadhali, because it's God who qualifies those that he has called. When God qualifies you, praise the name of the living God. Hallelujah. He is going to market you.
because he knows that according to him you are a finished product. But when he has not qualified you, anajua bado haujaiva. Hata kama uko na cheti, uko na masters, uko na doctorate, anajua wewe haujaiva. Kuna mambo moyo wako, praise the name of the living God, hauwezi kuwithstand. Kuna moto unapaswa kupitia ambao haujawahi kupitia. Jina Bwana lipewe sifa. So afadhali wakati mwingine tu qualify kulingana na Mungu kuliko tu qualify kulingana na viwango vya dunia hii. Praise the name of the living God. So tunaona ya kwamba neema inaweza kufanya mambo ambayo ni zaidi yako. Paulo anasema kile Mungu alifanya kwa neema, I don't qualify, ni zaidi yangu. Na revival inayokuja, kuna mambo Mungu atafanya na hayatatoshana na wenyewe, kwa sababu ni neema yake itakuwa inafanya. Unaweza angalia mtu promotion ile amepata, ofisi ile hapo, hata ukiangalia ile kiti amewekewa pale ni kama anapotelea kwa kiti. Praise the name of the living God. Hallelujah. Mtu mwingine akienda pale mkubwa na hako na kitabu anasema sirudi anatoshana na hii kiti. Haka kama mtu kanakaa hata akai kiti katikati, kanakaa pembeni hivi kiti. Ofisi anaangalia meza hivi na unaambiwa uje mkubwa. Inaitwa neema. Neema huwa inaweka mtu mahali ambapo hajaqualify. Hata ukimwangalia, Biblia inasema Mungu anachagua the despised things. Vitu vinavyo ukiviangalia unavidharau. Nauliza huyu ni nani? Praise the name of the living God. Hallelujah. Lakini kwa sababu ya kutambua neema, jina la Bwana lipewe sifa. Neema inainua. Kwa hivyo Paul ni mfano ya watu ambao wanainuliwa tu kwa neema ya Mungu. They may not have great encounters. Wale wanafunzi walikaa na Yesu wakalalia kifua chake, Paul alisema alifanya zaidi. Jina la Bwana lipewe sifa. Neema ya Mungu tunapaswa kuidhamini katika maisha yetu ya mwito. Bwana apewe sifa. Every man of God, I say, has grace upon his life. And anyone who comes around the grace receives the grace. Hizi ni njia kadhaa ambazo sometimes people connect with the grace of God through other people. Ile tunaita by association. Ukiangalia David wakati alipotiliwa mafuta na Mungu, kulikuwa na watu ambao walimfuata wenye madeni, wenye shida, but baadaye we see the mighty man of David. By associating with the anointing and with the grace upon him, iliweza kuleta mabadiliko. Praise the name of the living God. So grace requires divine contacts. Sometimes God will bring a divine contact for you to connect with the grace. Na yule mtu sio lazima awe ya kwamba ni mkubwa kukuliko, kwa sababu tunaona ya kwamba ukisoma Matthew 3:13-16, Yesu alibatizwa na Yohana. Mpaka Yohana alikuwa anakataa kumbatiza Yesu. But immediately Yesu alipobatizwa na Yohana, mbingu zilifunguka, Roho wa Mungu akakuja juu ya Yesu. Na mpaka watu wale walikuwa wanafuata Yohana, wengine wakaanza kufuata Yesu. Kwa hivyo Yohana ndiye alikuwa divine contact ya Yesu, ndio awe ushered kuweza kuingia katika wito wake na kutembea na neema kubwa. Praise the name of the living God. Ananias, ukisoma in the book of Acts chapter 9:10-16, ndiye alikuwa contact ya Paul. And the Bible talks about Ananias as a disciple. Lakini huyo ndiye alitumwa aombe Paul. The scales fell off from his eyes and he was filled with the Holy Spirit. He was the contact ambayo Mungu alitumia ya Ananias ili aweze kupokea neema. Kwa hivyo there are divine contacts ambazo tunafaa locate, kwa sababu tukizilocate zitatuunganisha na neema ya Mungu katika maisha yetu. Kama saa hizi ukitaka maji ya kanjo, sio lazima uende kwa ile pipe ya inchi 16. You can locate a pipe ambayo inapita hapo karibu ya 1 inch ya 2 inch, and you connect and you have more than enough water that you need.
we need to locate divine contacts ambazo zinaweza kutusaidia kuweza kuunganisha na neema ya Mungu. Bwana apewe sifa. Na pia huwa tunaweza kupokea neema kwa sababu ya kuserve under a certain grace. Mtu kama Joshua alikuwa anaserve kutoka akiwa kijana. Biblia inasema ya kwamba when he was a youth, na kutoka hapo Joshua akawa mtu mkubwa. The same case with Elisha. Elisha alikuwa anaserve Elijah, na kutoka hapo akawa mtu mkubwa. Praise the name of the living God. Timothy alikuwa anaserve under Paul, na kutoka hapo Timotheo naye Mungu akaweza kumuinua. So the grace that you serve also comes to you. Ukitumika chini ya neema fulani, hiyo neema inakuja kwako. Praise the name of the living God. So it's good to differentiate that they are divine contacts. Watu wengine watakao tuunganisha na neema ya Mungu sio wakubwa kutuliko, lakini kwa kuwaheshimu na kusubmit. And that is why today kanisani kumejaa a lot of rebellion. Hakuna mambo ya submission, hakuna mambo ya fatherhood. Ni kama kila mtu anataka kuwa kivyake. God is a God of order. Na mahali hakuna order, kuna blessings ambazo hatuwezi kuzipata. Praise the name of the living God. So ni vizuri kujialai na neema ambayo Mungu anataka iweze kuja kwako. Praise the name of the living God. Hallelujah. And we need to believe in it, because the Bible says in the book of 2 Chronicles chapter 20 and verse 20 that we have faith in our God, and we shall be established, and we also believe in his prophets, and we shall prosper, or we are going to succeed. Praise the name of the living God. Hallelujah. When we believe, watu wengine wanajiamini sana, they are full of themselves. When you are full of yourself, kuna watu wengi mimi nimeenda kwao, I shared with them, they laid my hand upon me, they prayed with me. When you are full of yourself, kuna neema ambayo hautawahi connect. Kwa sababu mimi niliona watu wakiwa destroyed, watu waliokuwa na vipawa, and they became so full of themselves, and they thought, I don't need anybody in this world, because I know that I am called, I know that God wants to use me. Lazima tujue ya kwamba there is a way you align yourself with the grace of God. Praise the name of the living God. And when you align yourself, that grace will come to you. Bwana tuwe sifa. We see also in the book of 1 Kings chapter 17 from verse 9, the grace of God came to this widow, kwa sababu aliweza, there are two widows in the book of Kings. There is one widow in the book of 1 Kings chapter 17 and verse 9, ile ambayo nimesema, the widow of Zarephath. Yeye, the Bible says, arise and get thee to Zarephath, which belonged to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Huyu ni yule mjane ambaye Elijah alitumwa kwake. Alikuwa afe, hakuwa na chakula, lakini kwa kujiunganisha na maono na neema iliyokuwa juu ya Elijah, hakufa, aliishi. Biblia inasema there was food every day for Elijah, for the woman and her family. Praise the name of the living God. So kuna neema unatumikia, unajiconnect na hiyo neema, na hiyo neema inakuja kwako kwa sababu unaitumikia. Wakati huyu mjane alitumikia neema iliyokuwa juu ya Elijah, hiyo neema ilimwokoa yeye na ikaokoa jamii yake. Praise the name of the living God. Hallelujah. Lakini pia kuna mjane mwingine in the book of 2 Kings chapter 4 and verse 1. Na yeye kile alifanya, the grace you acknowledge and the grace you honor, that grace also comes to you. Because this widow, the husband, the Bible says that now they are cried a certain woman or the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, thy servant my husband is dead, and thou knowest that thy servant did fear the Lord. And the creditor is come to take unto him my two servants to be bondmen. Bwana pewe sifa. Huyu mjane bwana yake alikuwa anatumika chini ya mtumishi wa Mungu, lakini alikufa na madeni. Kwa hivyo unaweza kuwa mahali ambapo pako na neema, lakini kwa sababu haujatambua, this man was a God-fearing man, lakini ni kama, because when he died, the wife alienda tu kwa ule mtumishi,
Alitambua huyu mtumishi ako na uwezo wa kuondoa madeni. Huyu mtumishi kuna neema ya kufanya watoto wangu wasiuzwe. Na mtumishi wa Mungu hakuna kitu alikuja nacho. Aliuliza uko na nini? Chupa moja ya mafuta. Hiyo chupa ilipounganishwa na neema iliyokuwa juu ya mtumishi wa Mungu, ililipa madeni yote na akakuwa na mali nyingine ambayo ilibaki ya kuitumia. So unaweza kosa kutambua ya kwamba kuna neema fulani ambayo inaweza kusaidia na ufe kama huyu mtumishi wa Mungu. And the Bible says he was a God-fearing man, but he died, na alikufa na madeni. Lakini kwa sababu hakuweza ku-acknowledge ya kwamba hii neema inaweza kuniponya. There was a man juzi alikuwa anatoa testimony na wachache. Alikuwa na the daughter, alikuwa na a certain problem in her body ambayo madaktari walikuwa wamejaribu na walikuwa wameshindwa. Sasa this man, because they are blessed family, anafanya kazi za kwenda nje ya mataifa tofauti. Sasa akapanga kumpeleka kwa one of the prophets in Nigeria. Na akiwa amelala, Mungu akamwambia, I cannot get the details of the dream, lakini akamwambia usiende Nigeria, kanisani mahali ambapo unashiriki kuna neema ya kuponya huyo mtoto. Sasa alipoonyeshwa iko kwa ndoto, alikuja tu akakaa na mtoto pale. Nikimaliza tu ibada hivi akakuja na mtoto. Mimi sikuwa najua ameonyeshwa nini, lakini nikaombea mtoto. Akaenda. So after many months kupeleka mtoto testing, amepona na kila kitu, ndio alikuja kutoa testimony ya kwamba huyu mtoto nilikuwa nimpeleke Nigeria. Lakini Mungu akaniambia nisimpeleke Nigeria, hapa kuna neema ya kuponya. Kwa hiyo unaweza kuwa mahali kuna neema, lakini hautambui ya kwamba kuna neema ya kuleta suluhisho ya ile shida ulio nayo. So huyu mtumishi wa Mungu alikufa na alikuwa na madeni, lakini mke wake alienda tu katika hiyo madhabahu na akasema hapa ndio nitapata majibu, na akapata majibu yake. The Bible says he will receive a prophet, will receive a prophet's reward. Many times in our churches, people are not able to receive because the Bible says it is only in his own hometown where a prophet has no honor. So wakati mwingi watu wanakosa kuheshimu neema ambayo Mungu amewapatia in that altar, in the person of the servant of God, because wakati wote Mungu anapatiana maono, hayo maono yako na neema yanabeba kupitia ule mtumishi. Na wakati watu wanatumikia hayo maono, they are supposed to connect with that grace. Lakini you know, there are so many people when they serve in a religious way. They don't serve with a revelation. That when I serve here, I have seen in our church people who are lecturers katika university wanafanya kazi ya sanctuary keeping, kusafisha. Lakini mtu afike kufanya kazi hiyo ni mtu ambaye ako na revelation ya kwamba hata kama ninakuja kusafisha hapa kanisa, I am connected with the grace. Amen. Lakini kuna watu wengine watakuja religiously. Najua mimi ni mshirika wa hii kanisa na ni vizuri kwa ninatumika mahali fulani. Sasa hatumiki kwa ufunuo, anatumika kwa kidini. Anaweza kosa neema ya Mungu. Anaweza kuteseka na hapo chini ya neema kubwa. I know we have these testimonies in our churches whereby other people come, they receive their miracle, na watu wale wako pale, they miss. Praise the name of the living God. They miss. Lakini mtu mwingine anakuja na imani yake ya kwamba hii neema itaniondolea shida yangu, na hakika hiyo shida inaondoka. So we need to acknowledge the grace. We are in ministries, we are under men of God. Praise the name of the living God. When they can be our divine contact, when we acknowledge, the Bible says we submit to one another. Sometimes you don't submit to the person who is above you, not necessarily because he is greater in terms of calling. God may use you in the coming days in a greater way than the man of God who you are under him. But you have to submit to him as a divine contact for him to bless you and to release you. Praise the name of the living God. Akikuachilia na akubariki, unaweza kuwa mkubwa. Lakini ukidharau, kulingana vile ile mambo mimi Mungu ananionyesha, kwanza huyu mtu sionani kama ako na maufunuo kama yale maufunuo Mungu amenipatia.
Kwanza mimi Mungu ananionyesha mambo tu ya mataifa ya nje, hata sio hapa Kikuyu. Wewe Anania Biblia inasema he was just a disciple. Na Mungu akamwambia this man Paul nitamtumia. He is my instrument. But he requires you a disciple. Enda umuombe. Enda umwekele mikono. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kwa hivyo watu wengine ambao Mungu atatuma kwao watuombee, si lazima wawe kwa sababu ni wakubwa kutuliko. They are divine contacts for the grace of God. Nimesikia watu za wakubwa kama Bishop Yedepo anasema vile aliombewa na fulani, vile alienda kwa fulani na akaconnect na grace kwa sababu alitambua ya kwamba mtu huyo ndiye ako na DNA ya grace yake. Praise the name of the living God. Na alipo connect na ikafanya kazi katika maisha yake. Jina la Bwana lipewe sifa. So neema tuunganishi naye tu kutoka mbinguni. Tunaunganishwa naye kwa sababu pia tunaheshimu the order. Tunaheshimu the body of Christ. Praise the name of the living God. Na kwa njia hiyo neema inakuja kwetu. Na kwa hivyo ni vizuri pia kufundisha washirika wetu ya kwamba unajua huyu mjane wakati alikuja akapatia Elijah mkate, unaweza kusema nani alikuwa anasaidia mwingine? Ni mjane alisaidia Elijah ama ni Elijah alisaidia mjane? Nani alisaidia mwingine? Because you know many times when people serve in the ministry na wanapotusaidia kanisani wanafikiria ni sisi tunawasaidia, lakini mimi nimegundua kwamba nimetumwa kusaidia watu. Ile neema ninabeba, kuna watu watajiunganisha nao wawe matajiri. Na mimi nimeona watu wanakuja na baisikeli kanisani, and in the course of time unakuta kuna mtu Mungu ameinua. So where there is no vision, people perish. But without people, a vision will also perish. So when God gives you a vision, He will also send people to come and connect with the vision. And when they connect with the vision, they receive the blessings of the vision. Tunaelewana? Yes. Hallelujah. Kwa sababu wewe uko na maono kutoka kwa Mungu ya kuleta wokovu, ya kuleta nafsi. Praise the name of the living God. Chochote ambacho Mungu amekuitia, wale watakao kuja wajiunganishe. Wakati mjane alijiunganisha na kile Elijah alikuwa ametumwa kufanya na Mungu, kumaliza uabudu wa miungu ya Baali. Basi neema iliyokuwa juu ya mtumishi wa Mungu ilibadilisha hali yake. So watu wale ambao wanasaidia, wanatoa pesa zao katika huduma zetu, sio kutusaidia, wanatusaidia if we learn the ministry well. If the resources of the work of the ministry are going to be used in accordance to the will of God, Mungu atacause anyone who connect with that vision to receive a blessing. Praise the name of the living God. Na hiyo maono itakuwa source ya kufanya watu wengi wainuliwe, ya kufanya watu wengi waponywe, ya kufanya watu wengi wabadilishwe. Bwana apewe sifa. Juzi nilikuwa na mama alikuwa ametoka Thika, walikuwa wametoka Thika. Mama alikuwa na kansa, alikuwa amefika mahali hata mwili wake umefura nini. Lakini akiomba Mungu akamwambia enda Nakuru and just give an offering in that altar and believe for the healing of your mother. Akakuja the daughter. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na wakakuja na mama yake na tukaomba. Sasa amekuja after so many months wakiwa tu na huyo mama akiwa amepona. Praise the name of the living God. Na akiwa na afya. Bwana apewe sifa. Nataka kusema nini? Watu wale huwa wanajitolea katika huduma zetu, sio kutusaidia, wanatusaidia as long as tumesimama vizuri na tunatumia resources ambazo zinatolewa vizuri, kama vile Daudi alisema sitamaliza kiu na maji haya ambayo wamechota hawa watu kwa sababu ni damu yao. Kwa sababu pia huwezi kuniambia kama mtumishi wa Mungu ya kwamba watu wasiulize mahali pesa zinaenda kwa sababu Mungu hana tumbo. Si tuongee ukweli, ni mkutano ya wachungaji. Ndio tulisema kama ni ya wachungaji, tuambiane ukweli.
God does not only bless people because they give. They have to give in the right place. Praise the name of the living God. Because wewe unataka kuniambia watu wale wote wanahubiri na sadaka zinatolewa na wanazitumia vibaya? Mungu ataendelea kuinua that congregation, wawe na pesa mingi, waendelee kupeleka pesa zao zitumiwe vibaya? Mungu hatakubali. So the way we spend the resources that are given in the house of God determines. Daudi aliletewa maji, alikuwa na kiu, pengine kulikuwa na maji mengine baridi, war in the camp, lakini akasema kama anaweza pata hiyo maji baridi katika kutoka the well in Bethlehem, akaenda akachotewa, akasema this water is the blood of this man, siwezi kunywa. He poured the water before the Lord. When you pour water before the Lord is when you build a sanctuary like this one for the glory of God. And that is why we should not use the grace of God for merchandise or business. Ukifanyisha neema biashara itaondoka. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio Gehazi aliona. Because aliona zile vitu Elisha zimekuja na amewaachilia. Akasema my master hapa hajui faida gani tungepata. Lakini anasahau ya kwamba hii ni neema ya Mungu inafanya kazi na sio ya biashara. Wakati Gehazi alifuata neema ya Mungu, upako wa Mungu uliokuwa juu ya Elisha hakupata tena. Alizikwa nao. Because that mantle was supposed to be passed on. Praise the name of the living God. That is why Israel wakiwa wameenda kuzika mtu wao, wakakutana maadui, wakamrusha, wakakuta ni kumbe ni kaburi ya Elisha, akafufuka. Kwa nini alifufuka? Ni kwa sababu mantles are not taken back to heaven. They are graces that are supposed to be passed on from one generation to the other, na ziendelee kufanya kazi. Praise the name of the living God. But if people don't know how to connect or they misuse the grace of God, siku ya leo mimi nikiangalia watu wale ambao hata katika nchi yetu walikuwa na neema ya Mungu wakakosa kuitumia vizuri, sometimes nasikia kulia machozi. There was a time I was crying to God to bless me. Na Mungu akaniambia kwanza tu kwa sababu ya wale nimebariki wakanitumia vibaya. Unalilia Mungu akubariki akutumie. Mungu anakuambia wewe haujaona kuna wengi nimebariki na hawakuwa waaminifu. So hata moyo wa Mungu sasa hivi unakuwa na uchungu ya kwamba kuna watu Mungu alikuwa ameaminia neema lakini hawakuitumia vizuri. Praise the name of the living God. Hallelujah. Walifanyisha biashara, waliitumia kwa njia ambayo Mungu hakusudia. So unapopokea neema ya Mungu, kama hiyo neema itaendelea kuongezeka, lazima uitumie kwa njia inayofaa. Bwana asifiwe sana. Hata wafanye biashara, mtu akipatiwa neema ya Mungu afanye biashara. The Bible says, do not forget the Lord your God who giveth you power to make wealth. Upatiwe neema ufanye biashara, hautoi fungu la 10. Mungu anakuja kwa hiyo biashara anasema nataka milioni 3, huwezi kutoa. Unaona ni pesa yako. Naye Mungu anasema nimehama na neema yangu. Baki na biashara yako. Biashara inaporomoka. Ministry ikiwa na watu wengi, pesa zinaingia, matajiri wanakuja. Hizo pesa usipouliza Mungu hizi ni za nini, uanze kuzitumia vile unataka, Mungu atasema nimeenda na neema yangu, baki na watu wako. Nao watu wanafuataka neema, wanaanza kuondoka. Kwa sababu mahali hakuna neema tunafanya nini? Praise the name of the living God. So wakati wote Mungu anakupatia neema, the grace of God is a kingdom investment that requires kingdom returns. Vile unafanya returns ya biashara mwisho wa mwaka, ndivyo kanisa tunapaswa kufanya returns ya neema. Yaani unaweza kwa Mungu mwambie nimeleta returns, sio za KRA lakini za kingdom. Unaambia Bwana kulingana na ile neema umenipatia, angalia kazi nimefanya mwaka huu. Mungu anaangalia kazi umefanya na anaangalia neema amekupatia. Anasema if you are faithful with the little, I can give you more. Praise the name of the living God. Lakini akiangalia ile kazi umefanya na angalie neema,
Anasema hazilingani. Anasema hata hii kidogo ulikuwa naye, wache iongezee wale wako na nyingi. Bwana asifiwe sana. Sasa unaona ulikuwa na kanisa ya watu 50, matajiri watatu wale walikuwa na pesa wanaanza kwenda church nyingine kubwa. Mpaka unasema kaiga hiyo tabika. Praise the name of the living God. Hallelujah. Because we expect wewe uko na watu wachache Mungu akuongezee. Na hao ndio supporters. Sasa wameenda kwa ile kanisa kubwa. Unabaki na bitterness. Lakini Mungu anasema kile nimekuaminia nitahitaji returns. Kama niko na wingi wa watu, niko na wingi wa pesa ambazo zinaingia katika huduma, lazima nijiangalie sana. And that is why you see the rising and falling of ministries. Rising and falling of ministries. Rising and falling of ministries. Kwa sababu God demands accountability. God is not a blind investor. Ya kwamba anakuja tu ana invest neema yake, anaiacha hapo na hata uliza kitu. The Bible says he works to will and to fulfill his good purpose. Mahali ameinvest atakuwa anakuja mwisho wa mwaka. Si uliona ule mti ulioangalia miaka mingapi? Miaka 3 naangaliwa returns iko wapi? Yaani ni rutuba tu tunakuweka ya neema na uzai. Mwaka wa pili ukaangaliwa, mwaka wa tatu ikasemekana na ufanye nini? Ukatwe. Kasemekana upewe nini? One more year. Pengine kuna mtu hapa huduma imepewa one more year. Na Mungu amenituma nikuonye, nikwambie after one more year hautakuwa na huduma kama haitaendelea kuzaa. Praise the name of the living God. Lazima tuwe na returns. Yaani naangalia mwisho wa mwaka kulingana na watu na pesa na kibali ambacho Mungu amenipatia. What have I done for God? Bwana asifiwe sana. If you are faithful with the little, that is what the Bible says in the book of Peter, that we can grow in the grace of God. In the book of 2 Peter chapter 3 and verse 18, you can cause the grace that is upon your life to continue increasing and increasing and increasing. Kwa sababu sasa umekuwa mwaminifu na ile kidogo Mungu alikuwa ameweka juu yako, Mungu anaendelea kukuongezea hiyo neema. So when you receive grace from God, it is not a final end. Ya kwamba sasa kuanzia sasa nimepata neema na maisha yangu yote sasa nitatembea na hii neema. Neema is a kingdom investment. Na Mungu atakuwa anaitisha returns. Baada ya muda, inawezekana sio the calendar year, lakini kuna wakati kunachukuliwa hesabu. Apostle Kimani, neema ile tumempatia, amefanya naye nini mwaka huu? Amefanya naye nini kwa muda wa miaka 3? Mungu akiona hakuna kitu ambacho linaleta faida na niko na neema nyingi amenipatia, hiyo neema inachukuliwa. Unabaki peke yako. Praise the name of the living God. You cannot lose your gift, but you can lose the grace of God. The gifts and the calling of God, they are irrevocable. Kipawa Mungu akikupatia, hicho hakuna wakati atakichukua. But you know, unaweza kuwa na kipawa cha uponyaji na watu hawaponi. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kile uponya ni neema. Jina Bwana lipewe sifa. Haleluya. Kile huwa kinaponya ni neema ya Mungu. So unaweza kuwa na kipawa Mungu alikiacha, lakini kile hufanyisha. That is why the Bible says that in Ephesians 4:7 that grace was a portion according to the gift. Tumekuwa pale Heaven's Gate na maroli zingine za kuchimba, kuna barabara tumekuwa tunachimba hapo na nini. There was a time tulikuwa na maroli kama 4 za kuchimba, doza nini. Na kule kwetu Nakuru tumeweka tanki ya mafuta. So tunanunua mafuta mengi, tunakuja tunamwaga kama ya petrol station na tuko na pump. So tunatoa pale. So kuna wakati niliona kama nilinunua mafuta 10,000 liters. Nikaona imetumika kwa 3 weeks. Imeisha. So nikaitisha record. Nikaona vile hizo magari zilikuwa zinakunywa mafuta. So nikaona kuna moja inaitwa breaker. Because ilikuwa inavunja mawe kubwa, imekunywa mafuta mingi sana. Na hiyo mafuta ikawa imeisha. So naye hiyo gari usipoipatia mafuta kiwango hiyo, haiwezi kufanya hiyo kazi.
because kulikuwa na miamba ya mawe, lazima ingevunjwa. So ile inahitaji mafuta. So ile lori iko, gari iko, inaweza kuchimba, iko na uwezo wa kuchimba, lakini isipopatiwa hayo mafuta haitafanya kazi. So gift yako unapimiwa grace kulingana na gift. So ukikosana na Mungu, Mungu huacha gift, anaenda na neema. Ukitiwa na kiroli kitari mamutari, ukitua biligwate, utaenda naye wapi? Hakuna kitu tunaweza kufanya naye. Praise the name of the living God. Pengine umanipulate watu ama uite shetani akusaidie kuservice. Na shetani akikusaidia kuservice, gharama itakuwa kubwa sana. Praise the name of the living God. Naombea kila mmoja wetu ya kwamba neema ambayo utakayopokea majira haya, kwa sababu kuna neema kubwa Mungu anaenda kuachilia. Naomba ya kwamba hiyo neema hatutaifanyisha biashara katika jina la Yesu Kristo. That is how people miss the grace of God. I remember some years back, wakati tulikuwa na maono mengi kule kanisani, tulikuwa tumejenga maofisi na kanisa moja hapo na tumenunua some plots. Mhubiri mmoja akakuja akaniuliza, hapa apostle umetumia pesa kama ngapi? Nikamwambia hapa nimetumia milioni kama 100. Kaniambia, na bado huna nyumba hapa na ku? Kamwambia ndio. Kaniambia kama ni mimi Mungu anipatie hiyo 100, ningempatia 50 na mimi nijiweke 50. Na mimi nikamwambia ndio, hauwezi kupatiwa. Unajua Biblia inasema Jeremiah 17, kabla Mungu hajabariki anachunguza moyo na sehemu za ndani ndio abariki. So lazima Mungu aone moyo wako uko namna gani kabla hajabariki, aone motive yako ni gani. Kwa nini unataka pesa? Kwa nini unataka hii neema? Je, utamletea Mungu tukufu? Unajua kuna watu wanajua nikipata neema, nikiona mtu ameona kwa mkutano ile mbegu watu watapanda ni kubwa. Bwana sifiwe sana. Me, there are times I have done meetings. When I see the way God has moved, I cannot ask for an offering, because I know people will be touched to give. But ninaona sasa ni kama hiyo neema imewachiliwa na ifanyisha biashara. Lazima tufike kiwango ya kwamba Mungu akitembea, we don't take advantage. Wakati wa ndio tunaitisha zile sadaka kubwa kubwa, tutakuwa tunatumia. Kuna wakati wa sadaka tunahitaji pesa kufanya kazi, but sensitivity is very important. Motives are weighed by the Lord. Praise the name of the living God. And if there is one thing imefanya kanisa la wakati wetu to miss the grace of God, ni kwa sababu ya kufikiria hiki kipawa na hii neema itanisaidia namna gani. Kweli kabisa. Bwana asifiwe sana. Mimi I have decided, Mungu akikubali tu anitumie na niwe baraka kwa watu wengi na nifanye kazi yake in my generation, that is more than enough. It's not about what he is going to give me. If he can use me to be a blessing to others, that is a privilege. And because God is not a user, he is a blesser. Mungu hata kutumia alafu akutupe. The Bible says even when you are gray hair, I am he. Hata wakati utakuwa na mvi, mimi bado ni Mungu na nitakuja kukubariki. Nitakupatia urithi wa watoto wako. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things they shall be added unto you. Praise the name of the living God. Kwa hivyo Mungu akianointi kipawa chako, kama ni wale waimbaji wako hapa, unaimba mpaka watu wanaanza kupona, make sure. Anyway, some things people may do them, but this is my conviction. Mimi siwezi kubagain na watu wakiniita mahali watanipatia pesa ngapi. Siwezi. Afadhali nikose kwenda. Lakini nikijua mahali ni mapenzi ya Mungu, nitajilipia ticket. Bwana pewe sifa. Kwa sababu Mungu amenibariki ili nikafanye hiyo kazi. Lakini kukaa na chini bagain na watu, lazima muwe na kiwango hiki cha pesa, siwezi. Praise the name of the living God. Kwa sababu gani? Sitaki kufanyisha neema ambayo Mungu amenipatia iwe ni ya kufanya biashara. Praise the name of the living God. Kwa hiyo nataka kusema nini? Neema ya Mungu inafuatwa sana
Ndio Biblia inasema kwamba usiichukue neema. Is it 2 Corinthians chapter 6 verse 1? Usiichukue neema ya Mungu bure. Usiichukue bure. Neema huwa inafuatwa sana. Mungu hawezi achilia neema yake. Kipawa anaweza kukuachia. Nataka nikwambie kuna watu wengi wanatembea na vipawa vikubwa, lakini hazina neema. Hazina neema. Lakini neema ikiachiliwa, lazima mbingu itaifuata, kwa sababu mbingu itakuwa ina demand returns. Hii neema tumekupatia, umeifanyisha nini? Umeitumia namna gani? Praise the name of the living God. Hallelujah. Na pia hiyo neema unaona already ni uwepo wa Mungu. Ni Mungu ako pamoja na wewe, anaandamana pamoja na wewe. Sijui kama umeshai, zamani nilikuwa nashangaa naenda katika mkutano na naona watu wanaombewa wanapona, lakini nikisikiza presence ya Mungu hakuna hata kidogo. Ninashindwa, Mungu anaponya watu hapa namna gani na sikusikii? Ndio nikakuja kujua kuna tofauti ya gift na presence. Mtu anaweza kuwa na gift lakini Mungu hayuko. Aliacha gift akakwambia tembea peke yako. Unajua Mungu sio watu wale. Unajua kuna watu mkikosana na wao anakuambia zile slippers nilikupatia 1999, ile suti, ile tai, anakuhesabia kila kitu. Mungu akiondoka, kile alikuwa amekupatia kuachia, anaondoka. Lakini shida ni kuservice na kumaintain, hautaweza. Bwana asifiwe sana. Naomba Mungu ainue watumishi katika taifa hili watakao tembea na neema kubwa katika jina la Yesu. Hata Kikuyu hii, hata Kiambu hii, si Mungu ainue watumishi watakao tembea na neema kuu ya Mungu, watakao fanya ishara, watakao fanya mambo makubwa, watakao jenga makanisa makubwa katika jina la Yesu. Neema ambayo itainua washirika wetu, kuwatoa kutoka kwa umasikini, kama wale waliofuata Daudi walikuwa wenye madeni, walikuwa wamefinyiliwa. Si Mungu atupatie neema, wale watakao tufuata wakiwa na magonjwa, Mungu awaponye. Wale watakao tufuata wakiwa na madeni na umasikini, Mungu akawaondolee. Wale watakao tufuata jamii zikiwa zimevunjika, watoto wakiwa wametoroka nyumbani, kukawe na urejesho, kwa sababu Mungu amekubali kufanya kazi pamoja na sisi. Neema ya Mungu ni Mungu akiwa amekubali kufanya kazi pamoja na wewe. Mwambie Bwana siku hii ya leo, bila neema yako Bwana, mimi siwezi. Kipawa changu, mwito wangu, siwezi bila neema yako. I need your grace, oh God. Baganda babush, Reka baganda baburia riataya baganda, Shatara baganda ribabozi. Nataka tuingie kipindi kifupi cha maombi katika jina la Yesu Kristo. Reka baganda rimasheria. Tusimame na miguu yetu.